Tubariki, tutembelee, utukufu ni wako milele kwa jina la Yesu. Wote tuseme amen. Kumbukumbu 28:1. Itakuwa utakapo isikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza na kufanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapo kutukuza juu ya mataifa yote ya dunia. Kwa sauti kubwa itikia useme amen. Amen. Ili tuende pamoja lazima itikie. Sema amen. Amen. Ili neno lina maneno chini yanayoendelea, lakini nataka ulielewe kwanza. Anasema itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii. Neno la ufunguo wa baraka ni kusikia kwa bidii. Ufanyaje? Kwani sina mdomo? Kwa huo mdomo ni kwa ajili ya chapati tu. Vile unapanua mdomo kwa chapati, panua na mdomo kwa neno. Hebu sema kusikia kwa bidii. Neno la Bwana Mungu wangu. Haleluya. Watu wengi kwenye mambo ya Mungu hawafanyi bidii. Wanaenda pole pole. Akienda Jumapili hii kanisani, atakaa Jumapili 6 ndiye anaenda baada ya miezi 2. Hiyo sio bidii. Mungu anasema utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kufanya, kutunza maagizo yake akuagizao hivi leo, lazima uyafanye kwa bidii na uyatunze kwa bidii. Itikia vizuri. Ufanye kazi ya Mungu kwa bidii. Utunze maagizo ya Bwana kwa bidii. Utoe fungu la 10 kwa bidii. Usamehe kwa bidii. Ufunge na kuomba kwa bidii. Usome neno la Mungu. Malizia asema kwa bidii. Sasa wewe usikize sauti ya Mungu. Unasikiza sauti za wakelewe, unasikiza kwa bidii sauti za wahaya, unasikiza sauti kwa bidii sauti ya bibi yako, unasikiza kwa bidii sauti ya mama yako. Mwanangu, nilikuzaa kama mimi nilikuzaa kwenye tumbo langu, nisikuone kwenye hayo makanisa. Nimeshika tumbo langu mimi mama yako. Kweli alikuzaa lakini hakukuumba. Yeye atumika kama chombo kuleta duniani. Mwenye mali sio yeye. Anapika na kaanga, anawapa watoto. Mwanamume anambia wewe huwezi kula leo. Unajua ulichonifanyia wewe na ukileta kuleta nitaenda polisi. Acha ukatili. Mbona umwambie jirani yako, mwambie acha ukatili wako, mwambie acha ukatili wako. Inua mikono juu. Juu kabisa. Inua mikono yako hiyo miwili yote juu. Sema Baba, ondoa roho ya ubaya ndani yangu. Ondoa roho ya ubaya. Sema kwa sauti. Sema tena. Kila roho ya ubaya toka ndani yangu mara moja kwa jina la Yesu hai. Naomba Mungu asikie makofi yako kabisa, makofi ya kiwango. Baada neno hili nataka nifungue lango la baraka. Nataka nifungue mlango wako wa baraka. Nataka nifungue dirisha lako la baraka. Na hiyo baraka nitaiamuru kuijilie na ikupate. Inua mikono juu. Sema baraka inijilie. Ongea kwa nguvu kama mtu anayekula. Sema na inipate. Shusha mikono. Unasikia sauti yangu inavyotoka? Ili tujue wewe ni mzima na hai, unatoa sauti. Ukianza kutoa sauti unasikia kifua kinaanza kuuma, nitafute. Una shida hapo. Huwezi kukaa na mwili kila saa mwili unauma. Umelala, ukiamka asubuhi viungo vyote vinauma. Umelala asubuhi uko hoi. Alafu kibaya zaidi wewe ni mwanamke, tunataka kuishi na mume alafu huna mwili. Mwanaume anahitaji mwili. Naomba niolewe. Utolewa na nani wewe goi wewe? Wewe mama mtaki kugeuza tu mara moja umeisha. Nataka niwe mchungaji, na mimi niwe mchungaji, na mimi nivae kora. Una afya? Kazi kama yangu mimi nahitaji afya. Wewe nikupa nafasi yangu goi utaweza wewe? Pepo moja tu nikifanya hivi, Bugando umesharazwa. Una afya? Inua mikono juu. Piga kile, sema Baba nipe afya. Sema Baba, badilisha afya yangu. Ile afya mgogoro ondoa. Sema kwa sauti. Sema kwa sauti.
naomba afya njema yenye uwezo wa kuendesha maisha, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kwa kishindo sema amen. Piga kelele sema amen. Haleluya. Potea. Sema kwa nguvu. Ongeza sauti. Sema leo nakataa maradhi yote, magonjwa yote, ugoi wote. Toka haraka. Pepo la udhaifu, achia mwili wangu, achia mara moja. Ongea kwa sauti wewe. Pata sauti yako. Sema kuanzia leo, yeyote aliyefunga afya yangu kwenye chupa, kwenye shimo, achia kwa damu ya Yesu. Mpe Bwana vigelegele na makofi yako mara moja. Mungu akupe afya. Mungu akupe afya. Mungu akupe afya. Yesu akupe afya. Sinaongea na wewe. Yesu akupe afya. Afya kulea watoto wako, afya kulea ndoa yako, afya kufanya biashara zako, afya kukimbizana. Nasema pokea afya kwa jina la Yesu. Bwana akupe afya kuanzia leo. Piga kelele sema napokea afya. Kuwa na afya sio kunenepa. Kuwa na afya ni kuwa na mwili ambao sio mwili goigoi. Sema amen. Wengine hapa mnaumwa. Mwingine tumbo lako walishalijaza maharage ya kichawi, walikutafunia wakagulisha. Mwingine kiuno kimejaa misumari, kifua kina vichomi, hujielewi. Sasa nasema kabla hujatoka kwenye kiti hapo utakumepona. Utakumepona sasa hivi dakika chache zijazo. Nimebadilisha mwili wako kwa jina la Yesu. Mbona hutaki kuitikia ile Bwana akuponye wewe? Imani kono yote sema pepo toka. Roho ya ugoi. Achia mifupa yangu. Achia nyama ya mwili wangu. Achia. Kwa jina la Yesu hai. Wote tuseme amen. Haleluya. Pokea kupona. Pokea kupona. Nabadilisha damu yako ya ugoi naweka damu yenye nguvu. Pokea kupona. Nabadilisha maradhi yako na jaza kwa afya njema. Mbona huitikia amina? Wewe ni wa wapi wewe? Papala na vurugu na haraka weka kando. Vikao vya kidunia vya mauti weka kando. Unaenda kukaa vikao na wachawi hujajipanga, watakuroga. Unajua leo kuna kikao cha sendofu, wamesema saa 4 asubuhi. Kuna mwananzengo mmoja suya na kipaimala, wamesema saa 3 tukutane. Unaacha ibada. Wale unayekwenda kwa nao kikao ni wachawi. Watakutafuna kama mboga. Sio wenzenu wale. Wewe waone hivyo mnaongea kiruga lakini ni wabaya. Shika mkono jirani yako, mwangalie usoni. Mwambie wale wanachama wako wale wote ni wachawi na walishaka kuroga. Ukiendekeza vikao vyao wewe, mwambie kuna siku utaenda hautarudi. Unataka kujifanya yetu na upendo wa kinafi. Unajua lazima watu wanione mimi ni mwema. Hawatanielewa. Alafu wakikuelewa unapata shilingi ngapi? Hata wakikuelewa wanaongeza miaka yako. Mimi usiponielewa shauri ya. Mimi kuna mtu nataka nielewe. Yaani wewe, mimi anayenielewa ni Mungu. Wewe usiponielewa utajua mwenyewe. Wewe kuniumba wala wewe unipi pumzi. Nikunyenyekee wewe kama nani yangu. Eti mimi usiponiona kwenye kikao chenu eti unielewe. Utajua mwenyewe. Yaani mimi niache kazi ya Mungu eti na kunyenyekea wewe. Mimi naelewa nakotoka, najua nakoenda. Wa kwanza kwangu ni Mungu. Wengine wote ninyi ni majority. Leo siji kanisani hata hawezi kunielewa. Nene huru. Unaacha Mungu, unafuata watindiga, kesho wanakunyonga. Biblia inasema fanya bidii. Inua mikono juu, sema Baba naomba bidii. Sija kusikia. Bidii ndani ya kazi yako. Bidii ndani ya ibada. Bidii katika kujifunza neno. Katika jina la Yesu.